Yep, kama kawaida tunaendelea tena baada ya kumaliza kuangalia ni kwa namna gani unaweza kaingia sokoni na kutoka sokoni. Tumeweza kuona hizo pending order na market execution. Basi tuingie kwenye upande mwingine wa fundamental analysis, na huo tulikuwa ulikuwa ni technical analysis. Sasa tuko kwenye fundamental analysis. Kumbuka technical analysis tulikuwa tunadili na kuangalia mwelekeo wa graph, tunaangalia majina ya candlestick, kuna candlestick patterns, tunaangalia trend, tunaangalia namna ya market ilivyo, momentum ya price iko vipi. Lakini tuliposema fundamental analysis, tunaingia kwenye upande mwingine wa taarifa za kiuchumi. Kumbuka kwamba technical analysis na fundamental analysis vyote vina asilimia 50 kwa 50 katika kuweza kuleta mabadiliko kwenye nani yako, kwenye hiyo platform yako ambayo unaweza kutrade. What is fundamental analysis? Nafikiri maelezo ya awali yametosha kabisa kujieleza kwamba fundamental analysis ni nini. Fundamental analysis ni zile taarifa za kiuchumi ambazo pindi zinapotolewa panatokea athari kubwa sana au panakuwa na high impact kwenye market, kiasi kwamba market inaweza kumove hata umbali wa pipu 200 kwa muda wa nusu saa, kutegemea na uzito ile ya taarifa na aina ya taarifa. Kwa hiyo kuna news report na kuna news za kawaida. Basi moja kwa moja ngoja tuje tuangalie kiundani zaidi hii fundamental analysis ni nini. Katika fundamental analysis mimi nitajaribu kuangalia zile top news ambazo wewe utakupasa uzizingatie kwa umakini zaidi. Nimeteua ambazo hapa ziko chache, zinaweza zikawepo na nyingine, na hizi news ambazo unaziona hapa ni news ambazo zinapatikana kwenye forex calendar na zinatambulika kwamba tarehe fulani mwezi fulani patakuwa na news fulani, siku fulani katika muda fulani patatokea news. Kwa hiyo kujua aina ya news itakayotolewa hapo ndo nakuwa mtihani. Basi nitajitahidi kufafanua kwa kadri nitakavyoweza, walau uweze kupata picha, lakini pia ninazielewa hizi news. Nafikiri utanielewa tu kama utapay attention kwa kile ambacho ninakieleza. Hizi news, top news ambazo zina high impact nitazielezea, lakini baadaye pia nitaenda kwenye platform au nitaenda kwenye site husika. Mimi napenda kutumia Forex Factory, na kwa kutafuta ushahidi zaidi pia naweza kaenda kwenye my FX book, na ziko nyingi tu, lakini kwa kuwa hii ni video ambayo nimeiandaa ni nzima na ina muda usiopungua masaa 4, basi nimejaribu kuweka hivyo kwanza. Lakini kwa kuwa na account yangu ya YouTube nitaendelea kutupia hivyo vitu ambavyo nitakavyokuwa natupia kwenye YouTube, manake vitakuwa vinaendelea kujazia hichi kitu ambacho ninakuwa nimekiandaa kupitia video hii ya jumla. Na hichi ni kipande huenda ukakiona YouTube, lakini kinakuwa kijitosheleza. Video yenyewe inaanzia masaa 4 na kuendelea. Basi news ya kwanza ni news inayoitwa interest rate decision. Maamuzi ya kupanda na kushuka kwa riba yanapotokea huwa yanasababisha impact kwenye soko la forex. Massive movement zinatokea katika soko kutegemea na maudhui yaliyotolewa kwenye ile news au ile news ilikuwa inalenga nini. Na kitu ambacho natakiwa ukifahamu kwenye hizi news pindi zinapotoka na matokeo yake, kumbuka una trade, kuna kitu kinaitwa pair. Tunaposema pair za fedha maana yake zinakuwa ni mbili, lakini inapokuwa moja, kwa mfano USD au euro au pound au JPY au New Zealand au ZAR, hizo kwa jina moja huwa tunasema ni currency. Zikiwa nyingi tunasema currencies. Kwa mfano hizo zote ni zikiwa katika grupu moja ninasema currencies, lakini zikiwa katika mfumo wa kuunganishwa ndio tunasema ni pair. Ukisema euro USD, euro GBP, let's say USD JPY, hizo
tunasema ni pair. Basi tuje tuangalie matokeo ya hii news ya kwanza ambayo tunaweza tukaiona hapa. Kwa mfano interest rate decision, maamuzi yatakayofanyika katika kupandishwa au kushushwa kwa riba yanaweza kuleta matokeo yafuatayo. Lakini matokeo ni mawili, tuna graph letu sisi na matokeo mawili, kupanda na kushuka. Hata kama iwe ranging market maana yake inapanda, itafika sehemu itashuka. Kama ni uptrend inapanda, kama ni downtrend inashuka. Na yote tunaeleza hapa maana yake matokeo ni kupanda kwa momentum ya price na kushuka kwa momentum ya price. Lakini kwa kuwa tunaingia sokoni kwa mfumo wa kufanya future prediction, maana yake tuna predict, tuna guess huenda grafu litaelekea wapi. Katika kugesi huko tuna guess katika mfumo wa kitaalamu kwa kupitia vitu mbalimbali kama hivi tunavyoweza kuelezea kwenye fundamental analysis na vile ambavyo nilivyokwisha kuvielezea kwenye technical analysis. Wengi wanatoa mafunzo, kila mmoja anatoa mafunzo kwa namna yake, lakini wewe kama mwangaliaji wa video hii unaweza kaangalia kwangu, utakuja kaangalia na mwingine, ndivyo utakaweza kujengeka zaidi. Lakini pia mentor mmoja anaweza kukutosha kabisa kama atakuwa na uelewa wa kutosha wa kujitosheleza. Ana uwezo wa kutosha kabisa kukufanya wewe ukawa profitable. Tuje tuangalie hii point ya kwanza inayosema kwamba increase of the interest rate the market is bullish. Hili neno bullish limekuwa kama role model na neno bearish limekuwa kama role model, alikadhalika yamekuwa yakizungumziwa sana kwa sababu ndio kupanda na kushuka. Tunaposema bullish maana yake ni ile market inapanda juu. Maana yake tukio litakalofanyika pale, au nasema market is long, tukio litakalokwenda kufanyika pale, wewe ukiwa kama trader utaangalia entry nzuri na baadaye utapress order yako ya kubai kama watakuwa wameongeza interest rate. Lakini pia kama hii point ya pili inasema kwamba decrease of interest rate the market is bearish, kama maamuzi yatakayofanyika ni ya kupunguza riba, basi lile soko litashuka. Sasa tunaweza tukasema, tuje hapa kwetu Tanzania, increase of interest rate tunaweza tukalinganisha kwamba kuongezewa kwa watumishi mishahara, hali ya uchumi inaongezeka, na ingawa hatuna decrease ya mishahara hapa kwetu, lakini kule kwa wenzetu Marekani maana yake ni kupunguziwa kwa mishahara. Na news inakuwa katika maeneo matatu inapokuwa released. Kitu cha kwanza inakuwa previous read, kwamba msimu uliopita wakati unaitazama news yako kwenye either kwenye my FX book au kwenye Forex Factory ilikuwa inasema nini. Na upande wa pili expected news, unaona upande wa pili unakuja unaangalia upande wa expected news, kwamba hii news inatarajiwa kwamba itakuwa kiasi hichi. Hiyo sasa inakuwa ni hypothesis ya kiuchumi kulingana na trend zima uchumi ya nchi husika, kwamba wana hypothesis kulingana na hali yetu ya uchumi, kulingana na vyanzo vyetu vya uchumi vilivyo sasa, na kuangalia na previous reading msimu uliopita na trend nzima ya miaka nenda rudi. Tunatarajia msimu unaokuja market, au tunatarajia msimu unaokuja kwamba interest itakuwa kiasi hichi. Sasa hilo ni eneo la pili. Eneo la tatu ndio hilo la actual reading, ndio ile taarifa kamili ambayo imetokea kwa muda huo, ambao either inaweza kuwa higher than the previous na higher than expected. Basi utaweza kuona matokeo hapa, hayo kawa less than previous au expected, whatever it is. Sasa kama itakuwa iko chini the previous na itakuwa iko chini pia vile vile na expected, moja kwa moja currency itapoteza nguvu. Na kumbuka hizo pair nilishasema kuna katika pair moja kuna basic currency na coto currency. Hichi kitu kizingatie sana. Unaweza kufanya uzembe mdogo tu ukajikuta umechoma account yako, hata kama ilikuwa na mtaji wa dola 1000 ukaweka lot size ya moja, unaweza ukachoma. News sio za mchezo. News kuna wakati zinapanda hata kwa muda wa masaa 4 hadi pipu 200 mpaka 300. Panatokana na massive move sio kawaida. Una dola 1000 ukija ukiweka lot size ya 0.1, manake kwa pipu moja unatengeneza dola moja.
grafu likimove against wewe kwa umbali wa pipo 200, maana yake utapoteza dola 200. Kama utafungua order 5 hautakuwepo sokoni. Hata ukifungua 4 kulingana na hali halisi ya leverage ilivyo na lot size ilivyo, hautakuwepo sokoni. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi la kuweza kuangalia basic currency. Yumkini ukafanya fundamental analysis yako vizuri, ukajua sasa dola ina nguvu. Hii dola ina nguvu. Kama ina nguvu, je, grafu litaelekea wapi? Natarajia grafu yangu lielekea lipande au lishuke? Kama itakuwa dola iko kwenye core currency ambayo ni euro USD, USD pale imekuwa kwenye core currency, maana yake grafu litashuka kama dola itakuwa na nguvu. Lakini dola ikiwa weak, grafu litapanda kama ikiwa kwenye core currency. Lakini ukitrade pair kwa mfano ya USD CHF au USD JPY, maana yake grafu litapanda kwa sababu tayari iko kwenye base currency, imeanza kusoma. Ninaposema base currency, maana yake unaanza kuisoma hiyo pair, ndipo nafuata hiyo pair nyingine. Na unapofanya maamuzi ya biashara hii ya foreign exchange, unaponunua, kuna tukio lingine pale pale linafanyika la kuuza. Unaposema unanunua pair ya USD CHF au Euro GBP, ukinunua maana yake pale unanunua dola na unauza GBP. Kwa kuwa umeingia sokoni ukanunua, grafu likishuka, moja kwa moja utakuwa katika loss. Basi hivyo ndivyo unavyoweza kutambua hizi news. Hizi ni news ambazo zitakusaidia wewe, utaendelea kujifunza zaidi na zaidi. Ninakupa tu kama mwanga, na hii video yangu inatoa mafunzo ya basic ambao yanagusia tu sana sana, lakini baadaye utakuja utaona hizi news na uhusiano wake ulivyo kwenye platform. Lakini news hizi zinazotoka pia, unaweza kuona dola ina nguvu, imetoka is greater than previous na is greater than expected, lakini ukajikuta grafu bado limeenda kinyume na vile ulikuwa unatarajia. Ukaenda kujua pale, una jukumu la kufanya comparison ya hizi nchi mbili. Euro ni ya Uingereza na dola ni Marekani. Hivyo unapochambua uchumi wa Uingereza kwenye biashara ya forex market, hali kadhalika unapaswa pia uchambue na uchumi wa Marekani kulingana na zile pair. Kama una trade pair ya USD CHF, maana yake pale utalazimika uchambue uchumi wa Marekani na pia uchambue uchumi pia wa ile nchi nyingine ya Switzerland franc ili uweze kufanya comparison. Kama vile unaweza kuona kwamba increase of the interest rate, the market is bullish, maana yake itapanda, na decrease of interest rate, the market is bearish. Hiyo ni concept ambayo unatakiwa ufahamu. Baada hapo kuna mambo mengine ambayo wewe utafuata. Jambo lingine, news nyingine ambayo yenye high impact ni hiyo unemployment rate, ukosefu wa ajira. Kwa mfano, unemployment rate ikiwa high, maana yake kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira, nini kitatokea? Unemployment rate ikiwa high, maana yake wengi hawaajiriwi, the currency become weak. Sarafu yako au pesa yako inakuwa dhaifu. Ni kwa sababu gani? Watu wengi wanakuwa hawana ajira. Lakini ukisema unemployment rate ikiwa low, maana yake wengi wanaajiriwa. Wanapoajiriwa, maana yake ile currency inakuwa iko strong. Sasa hii unemployment rate yenyewe pia ni kigezo kizuri ambacho kinatumiwa na wachumi kupima mwenendo mzuri wa uchumi. Na unemployment rate inapokuwa low, maana yake wengi wanapoajiriwa na riba inaongezeka, wanaongeza riba ili kuweza kubalance ile inflation. In order to balance inflation, central bank is making rate adjustment. Yes, data is very important and APD is a main predictable tools for NFP, non-farm payroll. Tutakuja tuione news ya non-farm payroll inajitegemea. Basi nafikiri mpaka hapo utakuwa umepata concept. Kwa hiyo concept yetu kubwa ni kwamba unemployment rate ikiwa high, maana yake wengi hawaajiriwi, currency inakuwa dhaifu. Na unemployment rate ikiwa low, maana yake wengi wanaajiriwa, hivyo ile currency inakuwa na nguvu. Inapokuwa na nguvu, watu inabidi waongezewe riba.
ili kuweza kubalance inflation. Kwa hicho ndio kitu ambacho unapaswa kukifahamu. Baada hapo tuna indicator nyingine ya uchumi ambayo ni ya muhimu sana 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 na inaheshimiwa. Kuna kitu kinaitwa Gross Domestic Product, GDP. Hii kitu nilifahamu toka muda kabla sijaanza kujifunza forex au kujua forex ni nini. Nilijifunza zaidi ya miaka 7 iliyopita kuhusiana na hichi kitu. Is the major value of all products produced within a particular country. Gross Domestic Product kwa tafsiri nyepesi tunaweza tukasema kwamba ni lile ongezeko la pato la taifa katika asilimia kupitia vyanzo vya ndani vya nchi husika. Ndio tunasema Gross Domestic Product. Na hii Gross Domestic Product ina tabia ya kuongezeka thamani kidogo, lakini inaleta mabadiliko makubwa sana. Kwa mfano, Gross Domestic Product ikiyumba kwa 1% au 2, kuja kurecover itachukua miezi kadhaa kuja kurecover hiyo situation. Ndivyo ilivyo. Ni Gross Domestic Product ni muhimu sana pale unapo trade wewe ukiwa kama swing trader au position trader ambaye una place order yako sasa hivi, unakusudia kuteke profit baada ya miezi 3 au hata miezi 6. Huwa news hii ina umuhimu sana. When GDP is high, the currency value will increase. Yes, iko clear. Kwa kadri Gross Domestic Product inavyozidi kuwa juu, pair yako ya fedha inakuwa na nguvu pia, na yenyewe inakuwa. Nafikiri umenipata. Ni indicator ambayo ni pana sana. Ukisema ulisome yenyewe tu inaweza kukuchukua muda hata wa lisali moja, lakini hapa umepewa kama picha, umechukua tu kama frame ya GDP, na pia kukutambulisha kwamba hizi news zenye nguvu, zenye matokeo makubwa ni zipi. Unaona? Kumbuka hizi news zinajulikana kabisa muda wake na tarehe yake. Tutakapoenda kule kwenye Forex Factory, maana baada hapa itabidi niende kule nikakuonyesha jinsi ya kuona picha halisi ya hichi tunachokielezea. Japo hatutaenda kwenye platform, lakini nitakachokieleza hapa manake kwenye platform utajua ni matokeo gani yatatokea. Jukumu lingine unapo trade news, unapaswa kuangalia comparison, kama vile nilisema, kwa kuwa una trade pair au trade currency moja, una trade pair manake unalinganisha na ile nyingine. Inawezekana ukaona hii iko wiki na ile nyingine ikawa wiki zaidi, kwa bado hii itaonekana kuwa ina nguvu kuliko ni ile nyingine, lakini hii ikawa high, lakini ikakutana mwingine ana high zaidi kuliko ni huyu. Kwa hiyo pana vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo umakini zaidi unahitajika. Anasema the higher the GDP, the stronger the currency, and the lower the GDP, the weaker the currency. Yes. Basi tuna hii nyingine inaitwa CPI, Consumer Price Index. Hii pia ipo kwa ajili ya kubalance inflation. Hii inalinganisha bei, labda yumkini tunapima bei yetu ya mwezi uliopita na sasa. Manake unaangalia expected price to be in the market or to run in your market. Je, ndio hiyo au imebadilika? Kwa hiyo ni indicator ya muhimu sana ambayo wachumi wanakaa wanafuatilia, na hii inawasaidia kufahamu mwelekeo wa uchumi na kuweza kufanya maamuzi ya kupandisha riba na kushusha riba. Huwa wanaangalia mwelekeo wa bei ile iliyokusudiwa. Je, ndio hiyo ambayo inaendelea? Na kama sio hiyo inaendelea, kuna vitu gani ambavyo vimesababisha? Basi wakiona kwamba hili ambaye haijakusudiwa kuwepo sokoni kwa muda huo, wanafuatilia kwamba ni nini kilichofanyika, imekuwa bora zaidi, imekuwa mbaya zaidi, basi wanafanya maamuzi ya kufanya balancing. Kwa hiyo kama hivyo unaweza kuona CPI is for making comparison between the used price by consumers in the market and the current price. Basi baada ya hapo kuna news nyingine inaitwa FOMC.
inaitwa Federal Open Market Committee. Hii ni kamati maalum ya kule Marekani ambayo inadili na kuangalia mwenendo mzima wa uchumi wa Marekani. Ina maamuzi mazito na ni kamati maalum iko kwa ajili ya shughuli hiyo tu ya kutazama mwenendo wa uchumi wa Marekani na kuweza kufanya maamuzi. Pia wana mifumo mbalimbali katika hiyo FOMC ambayo maamuzi yake yanafanyika kwa mfumo wa kura. Maana ni kamati ambayo ni pana na imehusisha wataalamu wakubwa wa nchi husika. Ipo kwa ajili ya kutengeneza sera mbalimbali za Marekani ambazo zitafanya uchumi wao uendelee kuwa imara. Wao ndio wanaamua sasa tunapandisha riba au tunashusha. Wanajadili uchumi, wanajadili mwenendo wa uchumi kwa trendi ya wiki, ya mwezi au ya mwaka. They make analysis of economic data. Wanafanya mchanganuo wa takwimu za kiuchumi. Last meet has a great impact. Ule mkutano wao wa mwisho, maana hawa wanakaa kama ni mkutano na inahusisha wataalamu wengi sana. Mkutano wao wa mwisho unakuwa na great impact, inakuwa na impact kubwa sana. Ndio nafikiri hapo utakuwa umepata picha ya FOMC ni kitu gani. Sasa hii FOMC na yenyewe pia tutakuja kule kwenye platform, tutajaribu kuzitafuta hizi zote ambazo nimeziweka hapa. News ziko nyingi sana kwenye Forex calendar, nyingi. Ukisema zifuatilie zote zinaweza zikakuchukulia muda mwingi sana wakati unafanya fundamental analysis, na tija yake unakuta ni ndogo. Kwa hiyo unachagua zile zenye high impact, na hizi news zenye high impact zinakuwa located kwa rangi nyekundu. Inategemea na website unayotumia. Kila website inakuwa na utaratibu wake wa kuweza kuzilocate hizi news. Basi tuje kuangalia news nyingine, inaitwa election. Wakati wa election unapotokea, wawekezaji wengi huwa wanashikilia mitaji yao wakimsubiria kiongozi mpya atakayekuja. Je, atakuwa na sera gani? Atakuwa na sera rafiki kwa ajili ya biashara yao zao wanazozifanya, au atakuwa na sera ngumu? Basi ili wao waweze kufanya maamuzi kulingana na yule kiongozi. Kwa hivyo hizo news hiyo ya election pia inakuwa na high impact. Point yetu tunasemaje hapo? Inasema hivi: many investors are waiting for a new policy from to the new leader. Yes, of course, as you already explained it. So in that situation the particular currency become weak. Kwa sababu biashara inakuwa iko dormant kwa muda huo, wanasubiria yale maamuzi yatakayofanyika baada ya yule kiongozi kupatikana kwamba atakuja na tatizo gani. Kuna news nyingine ya disaster and war. Tukisema disaster tunamaanisha ni janga au natural calamities. Kwa tafsiri nyepesi tunaweza tukasema hivyo, ni yale majanga asili, labda matetemeko ya ardhi, hurricane na vitu vingine vinavyofanana na hivyo ambavyo vinaweza vikasababisha maafa makubwa. Tushaona zile nchi za Asia, hususa za China, Japan na baadhi ya maeneo mengine, mara nyingi huwa vinakumbwa na upepo mkubwa unaotoka baharini wa tsunami. Kwa hiyo kwa nchi kama Marekani, wao wana package ya kutosha kuhimili hizo changamoto. Pia kuna kitu kingine kama vita. Vita ni mbaya sana. Vita inaharibu miundombinu, vita inaua watu, manake nguvu kazi au human resources inapungua. Wataalamu mbalimbali wenye kufanya vitu vya kipekee wanaweza wakapoteza maisha kupitia vita, na kumtafuta mtaalamu mwingine ambaye atakayeweza kufanya maajabu au kufanya kama vile alikuwa anafanya yule mtaalamu ambaye alikuwa anaendelea, inaweza kuchukua muda kumpata. Pindi mtaalamu huyu anapoendelea kutafutwa, basi inaweza kapelekea currency ya nchi kuwa husika, maana kazi zinakuwa zinasimama. Wote tunafahamu hilo kwamba majanga ya asili na vita si rafiki, wala pointi hii haihitaji hata kutoa maelezo. Sometimes ndio maana nimeamua kupick up maelezo yangu mwenyewe kwenye kuielezea point ili kuweza kufanya video iwe na mvuto zaidi. News nyingine inaitwa non-farm payroll. Hii ni news inayohusika na idadi ya watu kuajiriwa kule Marekani, ambayo inakuwa inatokea kila
mwezi watu Marekani kule huwa wanaajiriwa, japo si wa career zote, lakini kuna hii news ya non-farm payroll ambaye inatokea Ijumaa ya kwanza ya kila mwezi. News hii inakuwa na high impact. Wengi wanachoma akaunti siku ya Ijumaa kuto kufahamu au kwa kuto kufanya fundamental analysis. Wanachukulia kwamba fundamental analysis ni kitu kama cha ziada au hakina umuhimu pindi anapofanya trading. Kama una mtazamo kama huo, ni kushauri tu biashara ya forex uiache, au unless otherwise ikifika uwe na kalenda yako ujue kabisa muda fulani na tarehe fulani patakuwa na news. Endapo ile news itakuja tatokea inaweza kusababisha madhara fulani na fulani, basi unaacha kuingia sokoni kabisa, kulikoni kuingia sokoni ikiwa unafahamu kabisa pana news ambaye ni high impact. Hususa kuna hii ya non-farm payroll. You are going to lose your money that you have collected almost 2 months. Serious. You will lose that money, you lose that profit you have gained. Also you will lose your capital. That is why utasikia kile kitu unasema akaunti imeungua. Manake mtaji wako ulioweka ili uweze kurani business umekwisha, umeenda kwenye negative mpaka umeisha. Wote tunafahamu hesabu kwamba negative ni loss. Hiyo ndio means ya calculation. Japo sisi wa Tanzania huwa hatutumiagi pure calculation katika maisha yetu ya kawaida, lakini cha ajabu tunaingia kwenye majumba ya ghorofa, tunatumia mifumo mbalimbali ya kompyuta na tunatumia magari. Ile yote ni pure mathematics imekuwa applied pale. Kwa hiyo hasi kama hasi ni hasara. Kwa hiyo tukisema account imeungua, kama uliweka $300, maana yake graph lako limeenda against of your analysis mpaka kupelekea account yako kuungua, maana imeenda karibia pipu hizo zote zinazofanana na mtaji wako. Hii ni news ambayo inatokea kule Marekani na inatokea Ijumaa ya kwanza. Let's say ni Januari, tuchukue mwezi Februari ambaye ni mwezi wa pili. Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa pili, news itakayotoka pale ni news ya Januari, ndio itakayosomwa kwa mwezi wa pili, na ya mwezi wa pili itasomwa Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa tatu, na news ya Ijumaa ya mwezi wa 4 ile ya kwanza itakuwa ni ya mwezi wa tatu. Nafikiri umeshapata namna hiyo sequence inavyozidi kwenda, ndivyo hii news inavyotoka. Hii news inatabia kutoka majira saa 9:30 jioni. No, saa 9:30 alasiri huwa inatoka hii news na tunaona matokeo yake. Ukitaka kuona kwamba hii news ina hatari zaidi, jaribu kuweka time frame ya dakika 15 au nusu saa, utaona ni kwa namna gani zile candlesticks zinavyokimbia. Uwezi ukamanage account yako, inakuwa ni hatari. Kwa hiyo kama utashindwa kufanya analysis siku ya Ijumaa ya kwanza kabisa na uko sokoni, ni heri kama unahitaji kutrade usubiri saa 9:30, lakini kabla hajajimia saa 9:30, leo sisi ni saa 9 kamili mpaka saa 9:10, zikibakia zile dakika 20 za mwisho una place order kama nilivyoelekeza kule kwenye symmetrical triangle, ambapo unashindwa kutabiri kwamba grafu itaelekea wapi. Unaweka buy stop na sell stop umbali wa pipu 15 au 20 kutoka kwenye current price ilipo, ili kwamba endapo patatokea movement yoyote basi itaenda tukutana na order yako. Mimi nafurahi siku ya Ijumaa kwa sababu ni biashara inahitaji ubunifu, inahitaji mbinu za ziada kuweza kulikabili soko na uwezo kuwa profitable. Biashara hii pia changamoto kubwa tunayopata ni zile movement za wale market maker ambao wao ndio wana control market na wanaweza kupeleka grafu mahali popote wanapoenda, lakini issue ni kubwa inayotakiwa kwenye market ni wewe uwe na uelewa wa kutosha kama wao. Hiyo ni changamoto. Uwe na uelewa kama watu wana control system ya MetaTrader 4. Uwe na uwezo wa kufanya analysis kama wao. Ni changamoto. Kwa hiyo kwa ukubwa changamoto hiyo, ndio maana tunakuwa na risk management nzuri ambayo itakuwa kufanya wewe kila siku wewe kwenye market. Unaweza kulozi siku 2 siku 3, lakini baadaye ukaja ukagain siku 7 8 9, ndivyo hivyo ilivyo. Lakini kwa asilimia kubwa wale watu wanaofuata risk management nzuri, wanaofuata utaratibu, nidhamu ya hali ya juu, huwa wanakuwa profitable.
Tuje moja kwa moja kwenye news hii ya non-farm payroll. Inasema hivi, is a key economic indicator for the United States which measure the change in the number of people employed during the previous month. Exceptional of farm employee, government employees, private sector employees and non-governmental, we call them angels. Mashirika sio ya kiserikali, non-governmental organization, we call them angels. Sasa hii inahusika na idadi ya watu au idadi ya wafanyakazi wanaoajiriwa kule Marekani. Inapima idadi ya watu wanaoajiriwa kule Marekani kwa mwezi uliopita, isipokuwa wale wafanyakazi wa mashambani, wa serikalini, kwenye sekta binafsi pamoja na mashirika sio ya kiserikali. Ni wafanyakazi wengine wanaoajiriwa tofauti na hizi keri ambazo hizi category ambazo nimezitaja hapa. News hii ina pia Ijumaa ya kwanza anasema data is released on the first Friday of every month. Hii inatokea Ijumaa ya kwanza kila mwezi. Ni news yenye impact kubwa. Basi kitu ambacho utakifanya kule kwenye website yako ambayo unaitumia, either labda ni Forex Factory au ni FX Book, utakachokwenda kukifanya utaangalia previous data, expected data, ambapo kule imeandikwa forecast data. Ile forecast inasema baadaye expected na actual data reading, ambapo ndipo utakapoweza kuwezesha kufanya maamuzi ya kutrade hii non-farm payroll. NFP report number: the higher reading than expected indicates strong economy for the US. This indicates more job addition, which help to contribute to heal the economy. Therefore, investors look for a positive addition of at least 100,000 dollars per month. Sasa unaweza kaona anasema the higher reading, pale kwenye actual unaposoma pakaonekana kwamba pamekuwa data zimekuwa kubwa kuliko vile ilivyokuwa expected. Hii inaashiria kwamba uchumi wa Marekani uko vizuri, na hii pia inawasaidia wale ambao wako kwa ajili ili tunasema farm kuweza kufanya maamuzi yao sahihi. Huwa anategemea sana hii non-farm payroll, taarifa zake. More job in addition which help to contribute to heal the economy. Kazi zinapokuwa nyingi zinasaidia kuweza kufanya uchumi wao uweze kuwa na ustawi mzuri, kutengeneza good welfare of the economy. Kuna therefore investors looks for a positive addition of at least. Sasa wao huwa wamekusudia wastani wa uchumi wao wa Marekani wasishuke kwa ajili idadi ya watu wasiopungua 100,000. Hapo ni ule wastani wa uchumi wa Marekani. Wanasema uchumi uko katika hali nzuri, lakini wanatarajia mabadiliko mazuri zaidi ya uchumi watu wanapoajiriwa zaidi ya hiyo 100,000. Bado wanaendelea kuwa na matumaini makubwa zaidi ya uchumi wa Marekani kwa vile ambavyo wao wamejiimarisha, kwa sababu wanapoajiri zaidi ya kile walichokuwa na kiamini ni kizuri, kwa sababu wao wameamini kwamba kwenye hii idadi ya watu 100,000 ambao wanaajiriwa ni nzuri, iko katika hali nzuri, lakini endapo atazidi pale inakuwa na hali nzuri zaidi. Hapa akatoa mfano any release above hiyo hapo 100,000, let's say 200,000 will help to fuel US dollar gains. Kwa hawa idadi ya 200,000 ukija ukisoma pale news imetokea kaonekana kwamba actual reading ni 200,000, maana yake hali ya uchumi wa Marekani ile dola inakuwa na nguvu sana, na mwisho siku kama una trade pair ya euro USD
maana yake grafu litashuka, kwa sababu euro USD ile ni cryptocurrency, ni ya mwisho kusomwa, ile ni cryptocurrency. Kwa hiyo inapokuwa na nguvu grafu linashuka, lakini inapokuwa weak grafu linapanda. Ninapenda kuitaja sana hii pair euro USD kwa sababu ina mvuto na imezoeleka kwa wengi. Pia tuna hii point nyingine, anasema unexpected reading causes a mixed reaction in the forex market. Yes, kile kitu ambacho hukitarajia kwamba kitatokea kikaja kikatokea, kinasababisha mkanganyiko mkubwa sana kwenye soko la forex. Candlestick as a record, sometimes unaweza kukuta soko ndo lina high volatility, lina move pipu 20 kule, pipu 50, pipu 70, ndani ya dakika 15 grafu limeshuka mpaka kitu ambacho ni fluctuation yake inakuwa ina utata kidogo. When the reading is as expected, the hope will be on the other items to gain some sort. Yes, kama utasoma na ikaenda sawa sawa na vile ilivyokuwa imekusudiwa, matumaini ni kwamba kuna mafanikio ambayo tunatarajia tuyapate of market direction or insight. Sasa mafanikio hayo pia yataambatana, kwa sababu nilivyosema kwamba unafanya comparison ya mataifa mawili ambao ni trade ile pia. Kwa mfano euro USD, itabidi uangalie uchumi wa Uingereza na uangalie uchumi wa Marekani. Kama wewe utatengeneza uchumi, data zako zikawa vizuri, umesoma actual reading imekuwa vizuri, lakini ukamkuta mwenzako actual reading imekuwa wonders zaidi ya hiyo, hivyo inaweza kuleta effect na usipate ile matokeo ambayo ulikuwa unataka. Labda utarajia grafu inaweza likamove hata pipu 100 au 200, unaweza kukuta grafu limesha kumove pipu 30 au 40. Ni kulingana na ile currency nyingine na yenyewe imeonekana kuwa imetoa taarifa nzuri zaidi kiasi kwamba cha kuweza kuovertake. Hilo ndio ni jambo la msingi la kuangalia pale unapofanya analysis au fundamental analysis, pindi unapoangalia hizo major news kama hizi. The other items include unemployment rate and manufacturing payroll. Yes. Sasa sababu zingine zinaweza zikasababisha hapo ni inawezekana huku idadi wameajiriwa watu wengi, lakini mshahara wao ukajikuta labda ilikuwa kila mwezi waongezewa, lakini hapo ukao umepungua, ikawa riba ile imeshushwa. Sasa kitendo cha kushushwa kwa riba pia kunafanya ile currency hata kama ilikuwa ina nguvu izorote kidogo na isitoe ile matokeo ambayo yanatakiwa. Hapa anaendelea kusema hivi, if unemployment rate drops or manufacturing payrolls rise, it will indicate a stronger dollar. Kama employment rate drops, itashuka, watu hawataajiriwa sana, na manufacturing payroll rise, lakini watu hawajaajiriwa sana au imeshuka, idadi ya watu walioajiriwa imekuwa ndogo, lakini wakaja wakaongezewa yale maslahi yao, riba zikaja zikaongezeka na mishahara ikaja kaongezeka, pia hiyo inakuwa ni sababu pia ya kufanya dola yako iendelee kuwa na nguvu. Anasema but if unemployment rate rise and manufacturing job decline, it will indicate weaker dollar. Kama idadi ya watu kutokuajiriwa itakuwa kubwa, maana yake wengi hawaajiriwe, na vile vile kazi manufacturing job niseme manufacturing jobs yale maslahi, kwa mfano kama kuongezeka kwa mishahara au kuongezeka kwa riba kutashuka, it will indicate weaker dollar. That is the exact fact. It is undeniable fact, ni ukweli usiopingika. Iko wazi kabisa kwamba sasa kule watu hawaajiriwi kwa sababu unemployment rate imezidi kuwa juu, na vile vile manufacturing job strike zao zinazidi kushuka. What will happen? Dola lazima iwe weak tu, lazima iwe dhaifu, na hivyo kama ni pair euro USD graph litapanda umbali ambao ndio hiyo nasikia imeenda mpaka pipu 400, kwa sababu vyote vile vimefanyika simultaneously. Watu hawaajiriwi na vile vile wale walioajiriwa strike zao hawazipati kwa viwango vile vinavyotakiwa. Maana kuna vitu vile vimefanyika kwa wakati mmoja, hiyo inakuwa ni hatari sana. Lakini endapo ingekuwa point kama hiyo tu kisha kutangulia, idadi ya watu imeshuka, kwa ajili imeshuka,
lakini yale manufacturer yanakuja na staki zao zinakuja zinaongezeka, basi inakuwa inasaidia uchumi unakuwa mzuri kidogo. Kuna a lower payroll reading. A lower reading is not good for the economy. If any report show decline below here jobs or less than estimated print, it will be a bad sign for the USA economy. Therefore, forex trader will favor higher yielding currency against USD. Yes. Hapa nasema hivi, kama nilivyotamka hapo awali kwamba huwa tunasoma hizi news katika mazingira matatu. Kuna previous news, kuna forecast news au expected news, na vile vile tuna actual news. Yani actual reading manake. Hii actual reading ikiwa chini ya ile expected. Hii actual reading ikiwa chini ya ile expected, maana yake hali ya uchumi ya Marekani inakuwa tete. Kama imekuwa chini ya ile ambayo imekusudiwa, maana yake tayari sorting zote zile za uchumi ambazo zilikuwa zimekuwa, yani ile economic statistical analysis ambayo imefanyika inaonekana imefeli. Sasa kama imefeli, maana yake uchumi unakuwa umelose direction kwa muda huo, na hiyo ni ishara mbaya sana kwa uchumi wa Marekani. Anasema hivi, therefore forex traders will favor higher yielding currency against USD. Ndio unapo trade pair ya euro USD, hii dola ikipoteza nguvu, mimi nitakachokifanya nikikutana na pair ya euro USD nitabai. Tena nitaweka umbali wa kutosha tu, people sio pungua hata 80 wakati wa kutrade hizi news. Non-farm payroll data comparison, ndio kama hivyo unavyoona hapa. Ni Disemba 7, 2018 ambaye ni nao, lakini hapa ni Novemba 2, 2018. Muda hapa ni saa 9:30. Hapa wanasema saa 10:30, lakini muda huwa na hii news inatoka saa 9:30. Previous kwa mwezi uliopita waliajiriwa watu 118,000. Forecast ambaye waliokuwa wametarajiwa ni hawa hapa 193, lakini wakaja wakaajiriwa 250. Hii inafanya dola Marekani inakuwa ina nguvu zaidi, kwa sababu imezidi forecast expected, na pia vile vile imezidi the previous. Hii previous inakuja, hii ambayo ni actual baadaye inakuja na kuwa previous kwa mwezi unaofuata. Lakini hapa wakasema forecast wanatarajia sasa waajiri 200. Wanapoajiri 200, hapa kwenye actual kutokea 200, kwa sababu uchumi utakuwa uko sawa, kwa sababu hapa pako kimehesabu, ingawa imeshuka, na maana wao ndio wamefanya sorting kwa sababu maalum. Lakini ikishuka ikawa 100 hapa, maana yake inakuwa ni hatari zaidi kwa uchumi wa Marekani. Haya ni maelezo mengine ya how to trade NFP, non-farm payroll. There are so many ways to trade NFP, but today I will talk about only one method. Anakwambia step 1, step to 4. Anasema do nothing during the first candle after non-farm payroll report. Hii news kama imetoka kwa muda huu, hizi dakika 15 usifanye kitu chochote. Anasema use 15 minutes chart to trade. Maana yake hapo unatafuta entry nzuri ambayo inakupa uthibitisho kwamba market sasa hivi inaelekea wapi. Kwa sababu nafikiri sababu za kufanya hivi ni kwa sababu ya kuepuka zile hunting za wale market maker. Of course hii biashara inahitaji uwe genius kidogo. Sio kidogo, uwe sana. Kuna muda market maker wanapotarajia kwamba news baada ya masaa 2 au 3 inataka kuja kutokea, au lisali moja au nusu saa baadaye, anakudanganya na candlestick, anakuwekea movement nzuri, strong move, tena anaweka na speed kabisa, akikuaminisha kwamba market inaenda kule, lakini baadaye
market inakuja inageuka. Kumbuka tuna muda wa masaa 3, tuseme kuanzia 2, 3 mpaka 4 mpaka 5. Sana sana kwenye masaa 4 hii news ya non-farm payroll huwa imeshatengeneza umbali wa kutosha, na baadaye inakuwa iko kawaida afu inaanza kushuka, kwa sababu ile inakuwa imetengeneza massive move. Sasa inapotengeneza massive move, kwa sababu imeonekana kwamba kuna extra force imekuja imejitokeza pale. Leo sisi tuchukulie mfano, mtu amelewa. Mtu akilewa pombe anakuwa ana wenge kwa muda fulani, kwa ile pombe inapokuwa kichwani. Nafikiri huu ni mfano mzuri sana. Baada ya ile pombe kuisha, yule mtu anarudi katika origin state yake ya awali. Ndivyo ilivyo hata kwenye hizi news zinavyokuwa. Baadaye zinakuja zinatengeneza massive move, tunaweza tukalinganisha ni ile wenge sasa, japo sio wote, lakini ushahidi nafikiri mnao kwa baadhi ya watu wanaotumia vilevi. Nafikiri nimeshawahi kuona kwamba mtu anapokunywa pombe anakuwa tofauti kidogo, afu baada ya muda anakuwa kawaida. Ndivyo vilivyo. Nimeamua kutumia mfano huu, nisamee kama mtakola, lakini nimetumia mfano huu kuweza kuhusisha mazingira halisi. Kwa hiyo market itaenda kwa muda masaa 4, 3 au 5, afu baadaye itaanza kushuka. Kwa hiyo hii dakika 15 usipoingia sokoni haikuathiri sana, itakufanya uwe salama zaidi na account yako iwe safe zaidi kuliko ni kuingia pale on the spot. News inatokea tu saa 9:30 na wewe unaanza kuingia, ni hatari. Wait for inside bar. Sometimes kwenye candlestick kuna candlestick kama doji, kama kanafanana kama bearish harami crossover cross, kanaitwa bearish harami cross au bullish harami cross, ambayo tunaweza kusema ni inside bar. Sasa hizo ni confirmation zingine za technical analysis ambazo zinakupa thibitisho zaidi juu ya hiki kitu. The inside bar will give high and lows as a setup for the potential trade trigger. When next bar close above and below. Hizi ni technical analysis. Hizi ni technical analysis ambazo nimeziweka hapa pia kama msaada, ili niweze kutengeneza notes zenye kushiba. Pia kuna point nyingine hii, tuje tuangalie inasemaje. You can also enter a trade as soon as the bar moves past the high or low without waiting for the bar to close. Whichever method to choose, stick to it. Hapa sasa nashauri njia ambayo napenda kuitumia na ustiki kwenye njia. Na hapa sasa tunarudi kwenye kitu kinaitwa trading system, ambaye nitakuja niwaelekeze kwenye video inayofuata. Trading system yako ni ya kuheshimu sana. Anasema press at least 30 pad stop and the trade you entered. Hapa namaanisha uweke umbali wa, sio pad, ni pipu, umbali wa angalau pipu 30 stop loss yako. Anasema make up to a maximum of 2 trades. Unaweza kufanya trade at least hata 2 zisizidi. Exist a trade after 4 hours from the time you entered. Baada ya masaa 4 unaweza kutoka sokoni, kwa sababu tayari ile extra force ambayo ilikuwa imetengeneza. Wale wasoma kemia, kuna kitu kinaitwa catalyst ambaye inachochea chemical reaction, inakuwa imeisha nguvu zake. Sasa hapa baada ya masaa 4 ile news inakuwa tayari imeshatengeneza matokeo yake. Wenye kupata faida wameshapiga, wenye kuondoka na machozi wameshatoka, sio watazoa majivu wengine, I don't know. Basi tuangalie tena hizi news kwenye Forex Factory, muonekano wake ulivyo, ili tuweze kujifunza zaidi. Kuandika hapo Forex Factory.
Forex Factory kalenda imesha pia. Naweza nikaja tu hapa moja kwa moja na huu ndio muonekano wako wa Forex kalenda. Kwa mfano hizi ni tarehe hapa, nasema Julai 7, Julai 14, Julai 7 hadi Julai 13. Ndio hapa news zake zote ziko hapa, lakini kabla hujaenda popote, hizi news ziko nyingi, news ziko nyingi sana. Sasa kuna umuhimu wa kuchagua news kadhaa. Kwa mfano hizi news zenye rangi nyekundu kama unavyoziona, hizo zina high impact, kama hivyo unavyoona. Sasa pale nilipokuwa nasema, nilijaribu kuzoom kidogo, nimezoom hadi nimepitiliza. Hapa ni detail kwamba news inasema nini. Hapa hivi ni actual, hapa ni forecast, hapa ni previous. Lakini kabla hujaenda popote, wewe kama ni mara ya kwanza ndio una join, utakachokifanya unakuja unabadilisha majira yafanane na ya kwako. Hapa majira yananiambia ni saa 3, ni saa 3 na dakika 50 usiku. Ni kweli muda saa 3 na dakika 50 usiku, lakini kitu ambacho utakufanya wewe ni set majira yako. Unashumu hapo kama una change vile. Kwa hapo tayari ni ya kwangu ni share save. Nina save tu moja kwa moja. Lakini wewe ukiingia kwa mara kwanza, utaona pale kuna sema atakwambia change automatically au match automatically. Utaona neno pale limeandikwa match automatically afanyeni. Ukija ukibonyeza pale ukisave zile setting, zitakuletea majira sawa sana hapo, na kila siku itakuwa ndio hivyo. Lakini pia baada hapo unakuja kwenye kalenda. Kwenye kalenda yako. Sasa mimi ninataka zile news zenye high impact. Kuna hizi zenye rangi ya njano, hizi hazina madhara. Kuna hizi na rangi ya orange ambazo zimezidi njano kidogo, hiyo unaiona. Hizo hazina madhara sana, lakini nazo zina umuhimu pia katika trade. Na kuna hizi zenye high impact, kwa mfano kama GDP, kuna hii. Unaona? Hizo ni news zenye high impact. Sasa ili uweze kuzipata kwa mfumo mwepesi zaidi, una filter. Mimi nakuja hapa na filter. Nataka niweke hizi zenye high impact pamoja na hizi medium. Hii hapa siwekei tick na hii siwekei tick. Alafu baadaye nina apply filter. Basi baada hapo zitakuwa zimejitokeza hizi nyingine. Unaona, zimekuwa chache.
Nitatoa mfano wa news moja tu. Nitachukulia hii hapa GBP. Hii GBP nitaifungua. Kisha ifungua, inafunguka na detail kama hizi. GBP hii hapa anasema huku ni 0.4% negative, alafu huku ni 0.3 hapa kwenye forecast, alafu hapa kwenye actual. Maanake hii iko vizuri kwa sababu imetokea kile ambacho kimekusudiwa. Kwa hapa iko vizuri. Sasa hapa kuna maelekezo ambayo yamekupa. Hii ni elimu tu ya jumla kwamba ni namna gani wewe inakupa. Tukija hapa anakuambiaje kwenye usual effect hapa? Anasema hivi, actual ikiwa greater than forecast is good for currency. Kwa hiyo hii anakuambia kama hii actual itakuwa greater than forecast, currency hiyo inakuwa ina nguvu. Kwa hii itakuwezesha sasa wewe huku kwamba hii actual imemzidi huyu forecast, hali kadhalika je, imemzidi hata previous. Sana sana huyu forecast kwa sababu yeye ndio amekuwa amefanywa analysis ya kiuchumi, anakuwa na mamlaka makubwa zaidi. Kwa hiyo endapo utazidi hapo, utakuwa kwenye advantage. Basi huu ni muonekano wa hii Forex Factory calendar. Naweza ka close up. Tarehe hizi hapa zinajulikana kabisa. Hizi zipo clear kabisa. Na kitu ambacho unatakiwa kufahamu, sio kila news inayoleta high impact hapo kwamba itaathiri kila pair. Inakuwa specific na pair fulani. Kwa mfano hapa tumeona hii GDP, Gross Domestic Product. Kuna hii ni ya GDP, lakini pia tumeona kuna hii hapa news nyingine, hii FOMC USD meeting USD, hii ni ya dola. Kwa hiyo kuna hii CPI ni USD. Kwa hiyo inaathiri pair hiyo tu. Basi nafikiri hapo utakuwa umeshapata picha au kuelewa kwa ujumla nini maana ya fundamental analysis. Sasa nije nikuonyeshe muonekano tu wa my FX book. My FX book. My FX book economic calendar, wala uone na yenyewe muonekano wake zinakuwa located vipi ili uweze kufanya maamuzi. Ziko news nyingi, biashara forex inahitaji uelewa hali ya juu. Hizo ni news ambazo umeziona sasa hivi, lakini zinaweza zikaja zingine ambazo hujawahi hata kuziona, lakini zikaleta effect kwenye hapa yenyewe wanaandika kabisa high. Tofauti yake ni kwamba hapa kaandika medium, zile kwamba tulikuwa tunaona zile za orange. Hizi za kijani kaweka low, hizi nyekundu wameweka high, maana yake zina high impact. Ni style tu, lakini huku actual imekuwa hii hapa, previous hii hapa, consensus hii expected. Kitu ni kile tu, ni terminology tu huwa zina change. Consensus hapa mbele ni expected au forecast, previous hapo kama kawaida, actually hapa impact ndo hizi kwamba zina impact gani, high impact, low impact au medium impact. Baada ya hapo, huku kitu fanikiwa kuona kule tulikuwa tunaona pair eneo hili hapa,
lakini huko tunaona nchi, bendera za nchi. Tunaona bendera za nchi husika kama hii hapa, South Africa, Brazil, hiyo Marekani, Uingereza, ziko nyingi. Muda ni kwenye GMT. Kumbuka nilishaelekeza namna kuweza kwa kutoa huu muda kwenye session. Formula ni ile ile tu. Basi mimi nikushukuru kwa kuangalia video hii, na huu ndio mwisho wa hiyo clip.